Nimepita pale nikaona mradi mmoja ule wa bilioni 21. Bilioni 21. Mkandarasi amepewa zaidi ya bilioni 3 malipo ya awali. Muda unaenda, anazurura tu, anazunguka tu. Kapewa muda wa nyongeza, anazunguka tu, anazurura tu. Kapewa muda mwingine wa nyongeza, anazurura tu. Na fedha ya walipa kodi wa Tanzania anayo. Na nilishasema ipo michezo ya wakandarasi kupewa fedha ya walipa kodi wa Tanzania na kulazimisha ilipwe kwenye akaunti zilizoko nchini kwao, ili fedha ya walipa kodi wa Tanzania waanze kulipa madeni kule kama wanadaiwa ama kufanya kazi zingine kule nchini kwao. Hii ni dharau kwa nchi yetu. Huku ni kutokuheshimu kodi za Watanzania. Nikasema kuanzia sasa mikataba ikisainiwa iwekwe na kwamba fedha hizo zitaingia kwenye benki za hapa. Unalipwaje fedha ya mradi ulioko Karatu, fedha ipelekwe nchini kwenu? Inaenda kufanya nini? Sasa yule kapewa, kazungusha. Muda umeenda, kapewa na wanyongeza, kazungusha. Kapewa na mwingine, kazungusha. Tume pamoja na wizara wameenda kuvunja mkataba ule. Kwa jeuri eti anaenda kuifungulia nchi yetu kesi. Yaani tumempa fedha ya mradi, anaenda kutufungulia kesi sisi wenyewe na mradi hajatekeleza. Kwamba anaendesha kesi kutushtaki sisi kwa fedha yetu wenyewe. Hii ni dharau. Hana adabu. Hana adabu. Fedha tumekukabidhi ya mradi, hujatekeleza mradi, hujarudisha fedha. Tunasema turudishie mradi wetu, tuwape watakaofanya kazi, unatufungulia kesi. Nimemwelekeza kamishna wa uhamiaji azuie mipaka yote, amnyang'anye passport, asitoke. Na mkurugenzi wa mashtaka na vyombo vingine, mkamateni asitoke mpaka azitapike hizi fedha. Haya mambo ya kijinga hatutavumiliana namna hiyo. Fedha ya walipa kodi Watanzania wanashindwa kulima na fedha tumeshakupa ya kutujengea mradi wa umwagiliaji. Na tumekuambia rudisha mradi, unatushtaki. Ni kukosa adabu, ni dharau kwa nchi, na hatuwezi kuruhusu nchi yetu ikadharaulika hivyo. Akamatwe, passport yanyang'anywe, asitoke, tumshikishe adabu, awe na heshima anapokwenda kwenye nchi za watu. Na naelekeza wizara zote, mkandarasi wa aina hiyo asipate kazi tena ndani ya nchi yetu. Ndio. Nilikuta na mwingine pale amepewa kazi, wananchi maskini wananunua maji. Rais ameshatafuta fedha, ameleta mwaka mzima, anazunguka na fedha, mradi hajatekeleza. Akiulizwa anasema nipelekeni mahakamani ili tuanze kuingia gharama na pesa tumekukabidhi. Eti tunachunguza nini na pesa tumekukabidhi? Nikawaambia mkamateni mpaka azitapike zile fedha ndio awe huru. Hatuwezi tukafanya mzaha kwenye mambo ya msingi ya maendeleo. Mimi nimezaliwa kwenye jamii maskini. Najua Watanzania wanavyohangaika kutoa fedha yao, kulipa kodi ili wapate mradi wa maendeleo. Hawalipi kwa sababu wana ziada. Wanajibana wapate shule. Wanajibana wapate mradi wa umwagiliaji. Wanajibana wapate barabara. Leo tukusanye fedha, tumpe mtu anadunda na mkanda nje kwa pesa yetu na mradi haupo.
tuoneshane ustaarabu. Na pesa umechukua bila ustaarabu. Nipate taarifa kesho akiwa ameshakamatwa, na asiachiwe mpaka arudishe hiyo pesa. Hauwezi ukafanya hujuma ya uzalishaji mkubwa wa aina hii alafu unadunda dunda tu, unatembea tembea. Kuna watu wakija hapa wanatoka kwenye mataifa yao hayo, kwa sababu hizi nchi za Afrika ziliwahi kutawaliwa, wanadhani sisi bado ni makoloni yao. Tuletea Viingereza vingi, extension, upumbavu mtupu. Extension gani? Tumeshakupa hela na hujatekeleza hata sehemu ya mradi. Waziri, wafikishie maelekezo hayo, atafutwe, asakwe popote pale alipo, akamatwe mpaka arudishe hii fedha. Pana mambo ya kudharau walipa kodi wa Tanzania. Na mimi nitaendelea kusisitiza tu. Mimi kwenye familia ndo mtoto mpole kuliko wote, lakini nachukia wizi, nachukia majambazi, nachukia wavivu.